Space Energy People. Siri ya uhai ipo kwenye pumzi. Yaani pumzi yetu imebeba siri ya kuwa hai, na uhai huu, ili mwili uwe hai, inabidi sehemu ndogo ndogo zinazotengeneza mwili ziwe hai. Seli lazima ziwe hai, tishu mbalimbali lazima ziwe hai, viungo mbalimbali vidogo na vikubwa lazima viwe hai. Ndio tunazidi kupangilia hivyo viungo vidogo vidogo, vimisuli vidogo vidogo, ili tuweze kupata viungo vikubwa kama figo. Lazima iwe na pumzi ya kutosha, uhai. Maini lazima iwe na pumzi ya kutosha, uhai. Moyo pia, ubongo pia, ngozi, mifupa. Yaani lazima tuwe na pumzi ya kutosha ili tuweze kuwa na uhai wa kutosha, kwa sababu pumzi ndicho chanzo cha uhai. Inatokea nini kama kizazi hiki cha sasa hivi wengi hatuna pumzi ya kutosha? Yaani kizazi hiki cha sasa wengi hatuna hewa ya kutosha. Jitafakari mwenyewe. Je, pumzi yako ni nyingi na ya kutosha? Pumzi yako ni pana na ni ndefu? Ama uko kwenye pumzi fupi, pumzi inayotoka haraka haraka, pumzi nyembamba na ndogo? Ukipanda ngazi, pumzi yako ikoje? Unahema? Ukitembea kidogo, ukifanya mazoezi kidogo, pumzi yako ikoje? Unahema? Ama ukipata taarifa ya kukustua kidogo, hata message, pumzi yako inakuwaje? Unahema? Kama hizo ishara unazo, jua basi una uhai ambao sio mrefu, uhai ambao sio mpana, sio mkubwa. Simaanishi uhai wako wewe, kwa sababu mimi huu mwili ni zao la mwisho, lakini namaanisha hauna uhai wa kutosha kwenye figo, kwenye maini, kwenye misuli, kwenye ubongo, kwenye moyo, kwenye seli, kwenye tishu, kwenye molecules, kwenye visehemu vidogo vidogo vinavyotengeneza huu mwili. Unaweza ukasema mbona niko hai, naishi, natembea? Ni kweli, lakini hauna nishati ya kutosha. Hauna nishati ya kufanya vitu ulivyokuwa unafanya wakati ukiwa miaka 15 mpaka miaka 20. Ulikuwa na pumzi nyingi katika miaka hiyo, kwa hiyo ulikuwa na uhai mwingi. Maana yangu namaanisha ulikuwa na nishati ama energy nyingi wakati huo. Ulikuwa unaweza kucheza mpira ndani ya siku moja, unaweza kukimbiza ringi ndani ya siku moja, ulikuwa unaweza kwenda sokoni ndani ya siku moja, ulikuwa unaweza kucheza ngoma ndani ya siku moja, ulikuwa unaweza kusoma, ulikuwa unaweza kupiga makelele, ulikuwa unaweza kwenda sehemu mbalimbali ndani ya siku moja. Lakini sasa hivi duara la shughuli zako limekuwa dogo kwa sababu huna nishati. Unatoka nyumbani, unaenda kazini, kutoka kazini unarudi nyumbani. Ukijaribu kufanya shughuli nyingine hauna nguvu. Ukijaribu kufanya kitu kingine hauna nguvu. Unajisikia umechoka, mara zote umedhoofika, mara nyingi hauna hamu au hamasa ya kufanya vitu mbalimbali kwa sababu hauna nishati ya kutosha. Ndugu zangu, fuatilia video zangu za mazoezi ya kupumua. Uongeze ukubwa, ujazo na nguvu katika pumzi yako ili uweze kuongeza
umeme au nishati, kwa sababu sisi ni energy. Sisi ni umeme au nishati, na chanzo kikubwa cha huu umeme ambao ndio sisi ni pumzi. Jitahidi uwe na pumzi ndefu, pana, yenye ujazo na yenye utaratibu. Peace.